Yes, bwana Kachero wa usiku kama mchana, bado niko Mpanga Kipengere huku kwenye hifadhi hii ambayo iko katika mikoa miwili. Tunazungumzia mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Na kama utakuwa umeniona leo niko katika muonekano tofauti kabisa. Niko ndani ya vazi hili ni kwa sababu nimekuja kwenye ngome ya Chifu Mkwawa. Tutazungumza mengi tujue eneo hili hapa nilipo tafsiri yake ni ipi, Chifu Mkwawa alifanya nini akiwa yuko hapa na mambo kama hayo. Niko na mwenyeji wangu ambaye atatupitisha kwa kina, na naomba saizi nimfuate ili kwanza, manake hapa nilipokiangalia nyuma yangu ni kama kuna maji yanatiririka hivi. Tafsiri ya haya maji ni nini? Kwa nini kuna maji haya kwenye ngome hii ya chifu? Unapoingia tu tafsiri yake ni nini hasa? Na kama utaniona huwa na utaratibu wangu wa kuvaa kofia, lakini leo sijavaa kofia kwa sababu unapokuja eneo hili ni heshima. Ukiwa uko katika hali hii unatakiwa uendane sawa na chifu vile anavyotaka unapokaribishwa hapa hili eneo. Kama ulivyoona mwanzoni pale wakati tunaingia, tulifanya hivi kwa maana ya kuonyesha heshima ya kuingia hili eneo. Niko na mwenyeji wangu na ukimuona yuko katika muonekano wangu huu kwa sababu ndio utaratibu wa hili eneo. Boss kubwa, mambo vipi? Safi. Wewe ni nani kwanza hili eneo? Mimi ni mlinzi wa Chifu Mkwawa, Mkwavinyika, Munyigumba, Mwamuinga, Chifu Mkwawa. Ndio. Na majina yako hasa? Jina langu naitwa Leonard Nsajigwa. Ndio. Na kwenye Mpanga Kipengere kwa maana hifadhi hii unatambulika kama nani kicheo? Natambulika kama askari muhifadhi daraja la 3 na mwongoza watalii wa hifadhi hii. Bwana mkubwa, tupitishe kwenye hili. Kwa nini kuna yale maji ambayo yanatiririka hapa? Maana yake nini, tafsiri yake ni nini hasa? Asante. Maana ya maji yanayotiririka hapa, maana yake kubwa ilikuwa sana ni kugusa jamii. Ilikuwa yeyote ambaye atafanikiwa kufika kumzuru chifu alikuwa hatoki hivi hivi, lazima atabarikiwa. Haya ni maji ya baraka, lulenga lwa baraka. Ni maji ambayo chifu alitumia kuponya maaskari wake washinde vita, lakini kutibu na kuondoa laana kwa umma ambao ulikuwa unamzunguka. Ndio. Na utaratibu wa watu kufika hapa eneo hili kupata maji haya baraka ulikuwaje? Utaratibu wake ulikuwa kama ifuatavyo. Yeyote aliyekuwa na adha kwa maana ya magonjwa, laana ama sintofahamu katika maisha aliruhusiwa kuja, lakini katika kuja sharti la kwanza alitakiwa kurusha jiwe ama kufanya ishara ya kurusha jiwe ili apate ruksa umbali wa kilomita 8 kabla ya kufika kwenye hii ngome ya Kumbea ya chifu. Na baada ya hapo alisindikizwa na maaskari mpaka eneo hili. Baada ya kufika kwenye hii ngome ndogo, alifika hapa na kueleza shida aliyokuwa nayo kwa wazee watatu. Baada ya kuthibitishwa na aliyekuwa daktari wa chifu, chifu alitoa kibali cha mtu husika mwenye ugonjwa ama adha inayomsumbua apatiwe maji ya baraka. Lakini katika kuyapata maji ya baraka yalikuwa yana masharti. Ilikuwa apewi maji kawaida. Maji haya yalikuwa na masharti. Ilikuwa ni lazima uyanywe ama uyatumie kuoga ama kupikia, lakini kwa sharti la kutamka chochote kizuri unachotaka kiwe kwenye maisha yako na kinakuwa. Je, kuna matokeo yalikuwa yanaonekana watu wanapotumia maji haya? Ni mengi mno. Ni ushuhuda sana. Bwana, ngoja tukapate kwanza maji ya baraka kabla tujaenda kule ngome nyingine, maana hii ni ngome ndogo.